Uhali gani unayetufuatilia kupitia Focus ya SNC, habari ya hapo ulipo. Karibu tena katika wasaa mzuri wa kukujuza yale ambayo yamejiri katika jimbo la Nyanza Kusini kwa juma hili. Mimi naitwa Hussein Karia, karibu. Karibu tuwe pamoja tunapoanza kudurusu yale ambayo nimekuandalia juma hili katika wasaa huu wa Focus SNC. Waweza kutufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kupitia YouTube, Instagram na Facebook, lakini pia TikTok. Kwanza ni matukio tuliyoyapa kipaumbele juma hili. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato South Nyanza Conference na wadau mbalimbali wametakiwa kuendelea kuchangia sadaka zao ili kufanikisha ujenzi wa ofisi za jimbo hilo. Uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini ukiongozwa na mwenyekiti wa jimbo hilo Mchungaji Musa Erasto Nzumbi wametembelea mitaa ya Magu na Isandula, huku msisitizo ukitolewa kuhusu kubadili taswira na masuala mbalimbali yanayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato ikiwemo uinjilisti. Na wakati mahubiri ya Hope for Africa kutoka nchini Nigeria yakiwa yanaelekea ukingoni, washiriki na wachungaji jimboni SNC wametakiwa kualika watu na kuongeza idadi ya vituo ili mahubiri hayo yamfikie kila mtu. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato South Nyanza Conference na wadau mbalimbali wametakiwa kuendelea kuchangia sadaka zao ili kufanikisha ujenzi wa ofisi za jimbo hilo. Wakizungumza, viongozi wa jimbo la Nyanza Kusini walipotembelea mradi huo, akiwemo mwenyekiti wa jimbo hilo Mchungaji Musa Zumbi, katibu mkuu wa South Nyanza Conference Mchungaji Halid Juma Sadiki na mhazini wa jimbo hilo Mwita Machage, wamesisitiza kila mtu kushiriki katika zoezi hilo ili kuhakikisha kwamba linafanikiwa kwa muda uliopangwa. Na tumefurahi hapa leo katika site yetu ya ujenzi Mwananchi. Tumefika hapa kuona namna kazi ambavyo inaendelea. Ninachukua nafasi hii kuwashukuru sana washiriki makanisa ambayo yalijihusisha katika kuchangia vigae. Tunahitaji vigae kwa ajili ya kupaua ofisi yetu na kila kigae ni shilingi 40,000. Tunawashukuru washiriki wote na mitaa ambayo ilihusika katika ukusanyaji wa vigae. Tunaendelea kuwatia moyo wale ambao bado hawajafanya hivyo, wafanye hivyo kwa sababu mvua zinaendelea kunyesha na mafundi wako hapa site, na tunatamani shughuli ya bimu ikamilike ili tuanze zoezi la kuweka vyuma na kuwezeka paa letu katika ofisi zetu za makao makuu. Ninatoa wito kwa waumini wote na washiriki wa South Nyanza Conference walioko ndani na nje ya jimbo letu mahali popote. Tunao vijana wetu, tunao watoto wetu, tunao marafiki zetu wa South Nyanza Conference. Na hivyo tunatoa wito kwamba tunatamani kupaua jengo letu ili tuweze kumalizia jambo hili. Ukipata ujumbe huu, mwalike na rafiki yako. Jengo hili ni la Bwana na halina mrithi. Panga kumaliza jengo hili ili tuendelee kumpa Bwana utukufu. Hata hivyo, eleweka kwamba tunayafanya haya yote tukiamini bado kuwa Mungu ni kiini cha kazi. Bwana na akubariki. Tumia namba hizi hapa chini kutoa mchango wako. Barikiwa. Uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini ukiongozwa na mwenyekiti wa jimbo hilo Mchungaji Musa Erasto Nzumbi umetembelea mitaa ya Magu na Isandula, huku msisitizo ukitolewa kuhusu kubadili taswira na masuala mbalimbali yanayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato ikiwemo uinjilisti. Na hapa mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini Mchungaji Musa Nzumbi na mweka hazina katika jimbo hilo Elda Mwita Machage wanabainisha vile ambavyo ilivyo na umuhimu kwa kila mtaa kuhakikisha kwamba wanatekeleza swala hilo ili kupunguza mzigo ambao jimbo umekuwa ukibeba, hasa kulipia nyumba za wachungaji. Zaidi ya milioni 70 tunazitumia kukodisha nyumba za watumishi. Ninawapongeza sana watu wa Isandula na tunawaombea baraka washiriki wote wa makanisa ya Isandula. Tunaomba tuimalizie hii nyumba haraka, na ninatoa wito kwa mitaa mingine ambayo inaunda South Nyanza Conference. Tujaribu kuiga mfano wa Isandula, tukamilishe malengo yetu tuliyojiwekea kwa muda fulani ili kila mtaa uweze kuwa na nyumba ya mchungaji. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya watu wa Isandula. Kimsingi wanaendelea kututengenezea mazingira ya kupata fedha kwa ajili ya miradi ya utume.
na tunaamini watakapomaliza tunaweza tukapata fedha ya kutengeneza mtaa mpya na kufikisha huduma kwa washiriki kwa karibu zaidi. Wito wangu kwa washiriki, wito kwa wazee wa makanisa, wito kwa wachungaji, tuende kazini. Tunapowabatiza tusiishie kuwabatiza, tuwatunze na kuwalea. Lakini tunapoingia kazini kwenye missionary na kuleta watu, lazima miundombinu ipanuke. Maana wakija watakaa wapi? Lazima makanisa yaongezeke, lazima mitaa iongezeke, lazima wachungaji waongezeke. Samuel Gisiri ni mchungaji na mkurugenzi wa idara ya vijana jimboni SNC. Hapa anatoa wito kwa kundi la vijana, huku mchungaji wa mtaa wa Magu Eric Mahona akibainisha vile ambavyo wanakwenda kutekeleza maelekezo yaliyotolewa. Sisi kama vijana tulihimizana kuhusika katika utume, kuwaleta wengine kwa Yesu. Licha ya kwamba tutakuwa na program nyingi, lakini yote haya yamewekwa ili kuwaleta watu na kusaidiana sisi kufikia katika kile kilele ambacho Bwana ametuandalia. Sisi kama mtaa wa Magu tunajitahidi katika msisitizo wa kanisa. Niombe washiriki wote wa mtaa wa Magu kuhakikisha ya kwamba kila mmoja, jambo la kwanza, anahusika kikamilifu katika uongoaji roho. Je, nipi kauli ya washiriki? Hapa Bibi Tracy Tungaraza na Enoch Meshaki Ojwang wanapongeza ujio wa ugeni huo kutoka makao makuu ya jimbo la Nyanza Kusini, huku wakieleza vile ambavyo wanakwenda kuhakikisha kwamba kwa ari mpya na nguvu wanakwenda kutekeleza kazi ya Mungu. Tubadilishe muonekano wa makanisa yetu yawe bora, yawe mazuri. Pale Mungu anapoabudiwa, Mungu anapenda kuabudiwa katika sehemu iliyo nzuri. Tunakaa katika majumba mazuri yenye vitu vizuri, ndivyo hivyo hata kanisa la Mungu linapaswa kuwa. Kwa hiyo pamoja na kuyafanya yote haya, utume ili kuongoa roho zaidi unaendelea, ikiwa ni kila wakati kuwa na mahubiri ya mara kwa mara, na hata hivi karibuni tutakuwa na mahubiri ya satellite yatakayorushwa kutoka kule Njombe, lakini katika eneo pia tutakuwa na mahubiri kanisani. Vijana katika jimbo la Nyanza Kusini wametakiwa kujitoa katika kambi la vijana litakalofanyika wilayani Kwimba mkoani Mwanza. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa idara ya vijana katika jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Samuel Gisiri, wakati akizungumza na kipindi cha Focus SNC juma hili. Ninaitwa mchungaji Samuel Gisiri, ni mkurugenzi wa idara ya vijana katika conference ya South Nyanza. Nitumie fursa hii na wasaa huu kuwakumbusha lakini pia kutoa wito kwa vijana wote, wachungaji, wazee wa makanisa, ya kwamba kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 21 ya mwezi wa 6, katika idara ya vijana tutakuwa na tukio kubwa sana la kambi la mafunzo ya vijana. Na kambi hili litafanyika sehemu moja inaitwa Nyamilama Kwimba. Safari hii tumeamua kwenda Kwimba. Na hivyo nitoe rai yangu kwa vijana wote mnaonisikiza na kunifuatilia. Nitoe rai yangu kwa wazee wa kanisa, wachungaji, tujumuike pamoja kuelekea Nyamilama Kwimba, kwa sababu mahali hapo ndipo ambapo kambi la vijana litafanyika. Na wahusika wakubwa kama nilivyotaja ni vijana wote, kuanzia wavumbuzi wa miaka 7 mpaka miaka 9. Tutakuwa na watafuta njia wa miaka 10 mpaka miaka 15. Tutakuwa na mabalozi miaka 16 mpaka 21, lakini tutakuwa na vijana wakubwa, master guides, senior youth, walio mafunzoni na waliohitimu. Lakini hatutaishia hapo, tutakuwa na wachungaji wetu, tutakuwa na wazee wa makanisa. Na hivyo nitoe rai yangu kwa vijana ya kwamba muda umekwisha. Tutoe viingilio vyetu, tutoe bima zetu, ili ya kwamba tukahudhurie kambi hili litakalo tusogeza karibu na Bwana. Lakini niseme pia tumezoea kuwa na makambi haya na pengine tunayachukulia kawaida. Lakini makambi haya vijana sio ya kuchukulia kawaida, kwa sababu ni makambi ambayo moja, yanatuleta vijana pamoja, lakini mbili, yanatufanya vijana kumjua Mungu tunayemtumikia, lakini tatu, yanatukuza vijana katika ushirika wa kanisa hili na kutufanya kuwa vijana imara kukabili nyakati zijazo. Kwa hiyo nikuombe wewe kijana, katika rika zote, mchungaji, lakini na mzee wa kanisa, tujumuike pamoja, twende zetu Kwimba, maana ndiko ambako kambi hili la vijana litafanyika. Bwana akubariki
unapojiandaa kushiriki. Kumbuka, uelekeo wetu mwezi wa 6, idara ya vijana ni Nyamilama Kwimba. Bwana akubariki sana. Na wakati mahubiri ya Hope for Africa kutoka nchini Nigeria yakiwa yanaelekea ukingoni, washiriki na wachungaji jimboni SNC wametakiwa kualika watu na kuongeza idadi ya vituo ili mahubiri hayo yamfikie kila mtu. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Wina Malagila, na kusisitiza vituo hivyo viendelee hadi kufikia mkutano wa Njombe Net Event. Napenda kuwakumbusha wachungaji wote, washiriki ambao Bwana ametuita kazini mwake kupitia Hope Channel mpaka saa 2 usiku. Utakuwa basi ukibarikiwa na mahubiri mazuri yaliyojaa matumaini na kuwasogeza watu miguuni pa Yesu Kristo. Hujachelewa. Kama ulikuwa umejisahau kidogo kuanzisha kituo pale nyumbani, umesahau kidogo kuanzisha kituo pale mtaani kwako, umejisahau kidogo katika kanisa lako mahalia kuhakikisha kwamba yale madishi na vingamuzi viko oni, nikukumbushe kwamba mahubiri yetu yanaendelea. Na sasa hebu nenda ufungue television yako kwa masaa saa 11 jioni hadi saa 2 ili uweze kubarikiwa pamoja na jirani yako na wale wote utakao kuwa umewaalika kujihusisha na mahubiri hayo. Katika jimbo letu tayari kuna vituo vinaendelea na mahubiri yanaendelea. Kwa hiyo niombe ya kwamba wale ambao bado, hebu twende tukajihusishe katika mahubiri haya ili basi watu wakaweze kubarikiwa pia. Lakini sambamba na hilo, baada ya wiki hizi 2 za mahubiri ya Hope, bado tuna mahubiri ya matumaini tena kule Njombe. Mahubiri hayo ya Njombe ambayo yanaanza tarehe 9, naomba kama ukufanikiwa kuwa na kituo kwa wiki hizi 2, hebu hakikisha kwamba sasa kwa Njombe Net Event kituo chako kinakuwa hai. Mahubiri ya hadhara yanaandaliwa kwa kila kanisa kama ambavyo tuliomba na kutoa maelekezo. Lakini hivyo tu haitoshi, kila mshiriki ajitahidi kujihusisha. Pamoja na kwamba unaweza usisimame kibwetani, unaweza usiwe na TV, lakini bado unaweza kwenda nyumba kwa nyumba ili uwarejeshe watu matumaini ya kuambia kwamba Yesu anakuja. Kwa hiyo niwaombe ya kwamba vituo viandaliwe, maana Njombe Net Event iko njiani. Baada tu ya Hope, Jumapili yake Njombe Net Event inaanza. Kwa hiyo hebu jitahidi kwamba usikose. Kanisa lako, nyumba yako ifanye kuwa kituo cha uinjilisti kwa ajili ya wokovu wa maisha ya watu wengine. Hebu Bwana awabariki tunapoendelea kufanya maandalizi na tunapoendelea kuongeza vituo. Karibuni katika kuwa na sauti moja kwa ajili ya kuambia watu ya kwamba Yesu anakuja tena. Hebu Bwana atubariki na awe pamoja nasi tunapojiandaa kujihusisha msukumo wa utume katika nchi yetu ya Tanzania tu, na hasa katika jimbo letu la Nyanza Kusini. Mungu atubariki. Na mtazamaji, ukiwa unaendelea kufuatana nasi katika Focus ya SNC juma hili, mara baada ya kusikia habari hizo, sasa twende tukasikie SNC sauti kiongozi. Kuna watu wanamtafuta tu Mungu wakiwa Bugando ICU. Kuna watu wanamtafuta tu Mungu wakiwa wamefeli mitihani yao. Kuna watu wanamtafuta tu Mungu wakiwa wamepata shida, wanataka kuoa, anahangaika na anaanza ibada. Kuna watu wanamtafuta Mungu akiwa anatafuta kazi, akiwa na mabahasha, anaenda ofisi na ofisi anasema this is the time now, nimtafute Bwana. Hapana, Yesu anawaambia utafuteni kwanza, utafuteni. Mwanadamu ana wajibu wa kutafuta. Hili ni tukio, continuous action, ni tukio linaloendelea. Tafuta kila wakati, tafuta kila wakati. Mungu anahitaji kutafutwa. Anafurahi watu wakitafuta, wakidili naye. Anafurahi wanapoacha WhatsApp, wanamtafuta yeye kwanza. Anafurahi wakiacha mambo ya dunia, anatafuta yeye kwanza. Yeye anataka awe namba 1. Jamani, haleluya. Na kabla ya kumaliza wakati wa SNC Focus, hebu tujikumbushe yale tuliyoyapa kipaumbele katika juma hili.
Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato South Nyanza Conference na wadau mbalimbali wametakiwa kuendelea kuchangia sadaka zao ili kufanikisha ujenzi wa ofisi za jimbo hilo. Uongozi wa jimbo la Nyanza Kusini ukiongozwa na mwenyekiti wa jimbo hilo Mchungaji Musa Erasto Nzumbi wametembelea mitaa ya Magu na Isandula, huku msisitizo ukitolewa kuhusu kubadili taswira na masuala mbalimbali yanayohusu kanisa la Waadventista wa Sabato ikiwemo uinjilisti. Na wakati mahubiri ya Hope for Africa kutoka nchini Nigeria yakiwa yanaelekea ukingoni, washiriki na wachungaji jimboni CNC wametakiwa kualika watu na kuongeza idadi ya vituo ili mahubiri hayo yamfikie kila mtu. Na huo ndio mwisho wa yale tuliyoangazia katika juma hili katika wasaa huu wa Focus SNC. Ni kualike kwamba uendelee kufuatilia yale ambayo tunayoweka katika kurasa zetu mbalimbali ikiwemo Instagram, Facebook, YouTube na TikTok. Mimi ni Hussein Karia, wakati mwema wenye baraka tele.